all the way from Wasafi, baada ya hizi rumors za kwamba Diamond bwana kama alivyoweka ahadi ya kwamba kabla ya kufikia mwezi wa 6 lazima atatambulisha wasanii wapya wawili ambao wataingia kwenye lebo ya WCB Wasafi, na miongoni mwa hao wasanii alitamani sana kupata msanii mmoja kutokea Kenya. Sasa hii ni bahati kubwa sana ambayo pia nafikiri wa Kenya wanatamani sana waitumie kama fursa ya kuonekana kwamba kuna ushirikiano mzuri na kuna unity ambayo kwa sasa ipo kati ya Wakenya na Watanzania, na msanii ambaye kwa sasa anaonekana pia kuwa kwenye rada ama pia kufikiriwa kwamba ndo msanii ambaye anaweza akasainiwa kwenye lebo ya Wasafi si mwingine ni msanii Will Paul. Ni miongoni mwa taarifa ambayo kwa sasa imekuwa ni taarifa kubwa sana baada ya kuonekana kwamba kumekuwa na kijiukaribu na mawasiliano kati ya Will Paul pamoja na Diamond Platnumz, licha kwamba kidogo mwaka jana kulikuwa na changamoto ya Will Paul bwana, alikuwa kidogo ni kama anatafuta kiki kwa sababu ya Diamond. Kwa hiyo ilionekana kwamba Will Paul ni kama alikuwa anamchukia Diamond na kumzungumzia vibaya na kuona kwamba labda Diamond anapoenda Kenya ni kama anapewa heshima ambayo hastahili kuweza kupewa. Lakini kweli ni kwamba miongoni mwa taarifa ambazo kwa sasa ni kubwa ni baada ya Diamond kuweka wazi soon as possible, yani huu ni mwezi wa 4 lakini tuko mwishoni tunaelekea mwezi wa 5, lakini kwamba ikitokea nafasi na fursa ambayo tumefika salama mwezi wa 6, basi nikwambie kwamba kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu siku ni nyingi pia ambazo kufikia mwezi wa 6, yani kidogo kuna siku nyingi ambazo binadamu yote linaweza likamkuta la kumkuta. Sasa Diamond lengo ni kuhakikisha kwamba Wakenya pia na wao wanajivunia kuwa na msanii ambaye atasapotiwa kama wasanii wengine ambao wanasapotiwa kwa hapa nchini Tanzania, na alichoamua kukifanya ni kwamba hataki kuweka ile bias, yani upendeleo kwamba labda Watanzania wanapewa support sana kushinda hata Wakenya. Ndio maana kwa sasa ameamua kuja na kukam na idea ya kumsaini msanii kutokea Kenya, na sasa moja kwa moja pia msanii ambaye anaonekana pia kuwa kwenye rada na kwenye rumors ni msanii Will Paul, licha ya kwamba kuna watu wanajiuliza kwamba kama ni Will Paul, nafikiri sidhani kama itakuwa ni vizuri. Will Paul kama ni jina analo, ana mashabiki wa kutosha, na ingekuwa ni vizuri kwa Diamond kumsaini msanii ambaye bado hajulikani na alikuwa anahitaji support. Lakini msanii kama Will Paul ambaye tayari ana legacy yake pale Kenya na ana mashabiki zake pia hapa nchini Tanzania, sasa ni vyema kwa Diamond kukaa na management yake kuangalia msanii ambaye atakuwa ni msanii mchanga lakini kutokea Kenya, yani asikatishe tamaa ile ndoto ambayo ameamua kuiweka ya kumsaini msanii wa Kenya. Yani naamini kabisa kama ni wazo tu ambalo pengine angeweza kulipokea kwa mashabiki zake, lakini pia na kwa watu ambao tumekuwa tukiamini kwamba Diamond kusaini msanii wa Kenya ni more than love, na ameendelea kuonyesha respect ya hali ya juu kwamba Wakenya wana mchango mkubwa sana kwenye mziki wa Bongo Flava kwa hapa nchini Tanzania, kwa sababu miongoni mwa supporters ambao wanaonyesha upendo wa kweli basi ni wa Kenya na hata pia wa Kongo, wa Uganda ni sawa pia, ni wote wanaonyesha moyo wa upendo, wa Zimbabwe na wa Rwanda the same pia ni sawa, wasije wakajiona kama labda kuna upweke na upendeleo. Hapana, wote wanaonyesha upendo wa kweli. Lakini Diamond alichoamua kwa sasa ni kuanza na wa Kenya, na imaanishi kama labda akisaini msanii wa Kenya labda ataishia hapo. Hapana, anatamani kuja kumsaini msanii kutokea Kongo, Rwanda, Uganda. Ndoto kubwa za Diamond, nasibu kama nasibu. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Kenya, sijajua ni msanii gani ambaye wanaweza wakampendekeza kama msanii ambaye labda ni underground ama ni upcoming artist ambaye pengine ana talent kubwa ya kuweza kusainiwa kwenye lebo ya Wasafi. Ila kwa Will Paul sidhani kama kuna lazima sana wa Diamond kumsaini Will Paul kwenye lebo ya Wasafi. Sasa cha msingi tukutane kwenye upande wa comment hapa. Ni Hatboy Media, it's me msanuaji kama msanuaji, and this is how we do.